Fikiria silaha ambayo haiishii kwenye nchi moja, silaha ambayo ikirushwa inaweza kuvuka mabara yote duniani na kufika upande mwingine wa dunia ndani ya muda mfupi sana, bila adui kuwa na uhakika kamili wa kuzuia. Hii si hadithi ya kutisha, hii ni teknolojia halisi ya kijeshi. Silaha hii inaitwa DF-41, moja ya makombora yenye nguvu zaidi kuwahi kutengenezwa na China. Lakini swali kubwa linabaki, je, dunia inakinga dhidi ya silaha kama hii? Na kwa nini DF-41 imekuwa moja ya silaha zinazobadilisha balance ya nguvu duniani? DF-41 ni Intercontinental Ballistic Missile, ICBM. Hii inamaanisha inaweza kusafiri kutoka bara moja hadi jingine. Inatumia trajectory ya nguvu ya juu, ina uwezo wa kubeba silaha nyingi za kivita, ni sehemu ya mfumo wa China wa Strategic Nuclear Deterrence. China ilitengeneza DF-41 kwa sababu moja kubwa, kuhakikisha hakuna taifa linaweza kuishambulia bila majibu makali. Hii inaitwa Mutual Deterrence, linaruka takriban kilomita 12,000 hadi 15,000. Inamaanisha linaweza kufika Marekani yote, Ulaya yote na sehemu kubwa ya dunia. Hypersonic phase, ina spidi ya Machi 20, yaani mara 20 ya kasi ya sauti. Inasafiri kwa kasi kubwa sana kwenye re-entry. Hii ni moja ya nguvu zake kubwa. Inaweza kubeba kichwa zaidi ya kimoja. Kichwa kinaweza kushambulia target tofauti. Hii inafanya interception kuwa ngumu sana. Tofauti na ICBM nyingi za zamani, DF-41 inaweza kusafirishwa kwenye mobile launch. Hii inamaanisha ni vigumu kujua liko wapi. Linaweza kurushwa kutoka maeneo tofauti. DF-41 inatumia guidance ya system ya satellite, inertial navigation, stage separation system, re-entry vehicle za kisasa. Hii inafanya trajectory yake kuwa ngumu kutabirika. Mifumo ya ulinzi kama THAAD, Aegis, MGD, US Missile Defense imeundwa kujaribu kuzuia ICBM, lakini DF-41 ina changamoto. Spidi yake ni kubwa, MIRV ni nyingi, trajectory ya anga ya juu. Hii inafanya interception kuwa ngumu sana. DF-41 imebadilisha usawa wa nguvu kati ya China, Marekani na Urusi. Ni sehemu ya Global Nuclear Deterrence Triangle. Wataalamu wanasema DF-41 si silaha ya kushambulia kwanza kwa urahisi, bali ni retaliation weapon. Hii ina maana inatumika kuhakikisha adui hawezi kukushambulia bila hofu ya majibu. DF-41 imeongeza mvutano wa kimkakati duniani, mbio za silaha za nyuklia, hofu ya vita vya kimataifa, lakini pia imeleta balance of fair. Hakuna nchi inayoshambulia kirahisi. Katika dunia ya sasa, vita havipiganwi tu kwa bunduki au mizinga, bali kwa silaha zinazoweza kuvuka mabara kwa dakika chache. DF-41 si silaha ya vita ya kawaida, ni silaha ya ujumbe unaosema kama utatugusa, tutakufikia popote ulipo duniani. Na katika mchezo huu wa nguvu za kimataifa, DF-41 ni moja ya vipaumbele muhimu zaidi vya usawa na hofu duniani. Hilo ndio kombora la DF-41 la China ama Dongfeng-41. Usikose kusubscribe, kulike na kushare video hii kama umependezwa na video hii. Mimi sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Bye bye.